like to welcome all people who are joining up with us on this broadcast of today. Nenda kuwakaribisha wote ambao wanaungana nasi katika mahubiri ya siku ya And we leo. believe the grace that is working in this sanctuary will work in your life wherever you are. Tunaamini ya kwamba neema ambayo inafanya katika ukumbi huu itafanya kazi na wewe popote ulipo. Even those who watch this program later on, Hata wale ambao wanatazama kipindi hiki baadaye, we want to declare upon your life tunataka kutangaza juu ya maisha that yako. the grace of God upon Mizpah Neema ya Mungu juu ya Mispa will work in your life itafanya kazi juu ya maisha yako in Jesus' name. katika jina la Let's Yesu. pray. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la we Yesu dedicate ourselves tunajiweka for the wakfu ministry of the word kwa huduma ya neno in the name of Jesus, katika jina la that Yesu. we may be transformed by your word Tukaweza kugeuzwa kwa neno lako in Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. 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 Few statements before I read a scripture from the book of Luke. Nataka kuweka matamshi haya machache kabla ya kusoma kitabu cha Luka, That God ya kwamba Mungu saved us alituokoa for one purpose, kwa kusudi moja, that he may restore us back, na ili akaweze kuturejesha, that he may restore us back akaweze kuturejesha into our original position katika asili yetu ya nafasi yetu of enjoying ya kufurahia our relationship with him. uhusiano wetu na yeye. And number two, Na jambo la pili, God saved us Mungu that he alituokoa may incorporate us na ili akaweze kutujumuisha into his great business katika kazi yake iliyokuu of delivering the world. ya kukomboa dunia. Amen. Amen. Luke chapter 1 Luka 1 and verse 74. 74. The Bible says, Biblia inasema to rescue us from the hand of our enemies. Just interpret. ya kwamba akaweza kutuokoa kutoka kwa mikono ya adui And to enable us to serve him without fear, na kutuwezesha kuweza kumtumikia bila uoga, in holiness katika utakatifu and righteousness na katika haki before him all our days. mbele zake siku zetu zote. This supports what I've just said. Hii inatia nguvu kile tayari nimesema. Sometimes I call it the threefold purpose of God in our calling. Wakati mwingine ninaita huduma mambo matatu katika mwito One of wetu. them is to rescue us. Moja yake ni kutuokoa. The book of Galatians, Kitabu cha Wagalatia, chapter 5 and verse 1. Wagalatia 5:1. It is for freedom Kwa uhuru that Christ has set us free. Kristo ametuweka huru. So the Bible says, then you need to stand firm Unahitaji kusimama wima and don't let yourself be burdened again by yoke of slavery. na usiruhusu tena ukaweza kuwekelewa mizigo na nila ya utumwa. Also, this also confirms what I've just said. Hii inadhibitisha kile ambacho nimesema. The threefold purpose of our calling. Mtimilifu wa makusudi ya mwito wetu. That God have saved us, Mungu ametuokoa that we may be free na ili tukaweze kuwa huru, to be able to serve him. kuweza kumtumikia yeye. We have been rescued, Tumeokolewa and then God has enabled us to serve him hatimaye Mungu ametuwezesha tukaweza kumtumikia without fear. bila uoga. In our calling as Christians, Katika mwito wetu kama Wakristo, there is one element that we need to work through, kuna jambo moja ambalo tunahitajika kulifanyia kazi, and this is fear. na hii ni uoga. Fear to serve God, Uoga wa kumtumikia fear to Mungu. live as Christians. Uoga wa kuishi kama Wakristo. Although we believe in God, Ingawa tunamwamini Mungu, there are things in our life kuna baadhi ya mambo katika maisha that yetu binds us ambayo yanatufunga in different levels. katika viwango tofauti, And the end product na mwisho is wake, that matokeo they yake release fear into our life. nawatilia uoga katika maisha yetu. From the scriptures we have just read, Kutoka maandiko tayari tumeyasoma, we can easily see kwa urahisi tunaweza kuona that there are things kuna baadhi ya around mambo our life ambayo yako kwa maisha yetu that the devil uses to bind us. ambayo shetani anatumia kutufunga, Just like Lazarus, kama vile Lazaro when
he was called by Jesus to come out of the grave, Alipoitwa na Yesu kutoka kwa kaburi, the Bible says Biblia inasema that when he walked into freedom, alipotembelea katika uhuru, he really could not function kwa kweli hangefanya vyema, because his body was wrapped with the clothes they used to wrap dead people. kwa sababu mwili wake ulikuwa nafungwa na nguo ambazo walikuwa kiwafunga wafu. But Jesus told the people around him Lakini Yesu akamwambia watu waliokuwa karibu to naye untie him wakamfungue, that he may be free, na ili akaweza kuwa huru, to be able to come back to enjoy the purposes of God in creation, akaweza kurejea kufurahia makusudi ya and Mungu to be katika able to mahubiri, stand with Jesus in his commission. na kuweza kusimama na Yesu katika He huduma had to be yake. released. Ilibidi afunguliwe. And I want to tell you, brethren, Nataka kuambia wapendwa, if you are not in this freedom, kama hauko katika uhuru huu, you may find yourself unaweza kujipata suffering, ukiteseka, although God has promised ingawa Mungu ameahidi everything good about your life. kila kitu chema katika maisha But yako, you may find yourself lakini unaweza kujipata living in fear, ukiishi katika uoga, living in intimidation. ukiishi katika hali ya kudunishwa. And that's why we need to attack the devil Na ndipo tunahitajika kumshambulia shetani. after understanding and knowing him. Baada ya kumjua na kumuelewa We need yeye, to move fast. tunahitaji kwanza As I said kutembea. a few Fridays ago, Kama jinsi nilisema we wajuma need to conquer the devil at his doorstep. yaliyoisha, tunahitajika kukabiliana na shetani katika mlangoni This mwake. is what Jonathan did Hivi ndivyo Yonathani alivyofanya in the book of Samuel, katika kitabu cha 1 Samuel. Samueli wa kwanza. We see this young man, the son of Saul the king. Naona huyu kijana mwana wa Sauli mfalme, He came out in the midst of the camp of his father. akajitokeza katika kambi ya baba yake, That is in 1 Samuel chapter 14. katika Samueli wa kwanza 14. And the Bible says from verse 6 Biblia inasema kuanzia 6, that Jonathan said to the young man, basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha "Come, zake, let us go up over unto the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, or God will deliver us. yamkini Bwana atatutendea kazi ama Bwana atatukomboa, For there is no restraint kwa sababu hakuna to what kizuizi the Lord can do, kwa kile Bwana anaweza either by kufanya, many or by few." kwa wengi wala kwa wachache. So we see this young man Tunamwona huyu kijana rising up akiinuka in the midst of great difficulties. katikati ya ungumu mwingi. If we can use the story of Jonathan and Saul to understand where I want to go. Kama tunaweza kutumia hadithi ya Yonathani na Sauli na ili nikaweze kuelewa mahali ambapo nataka kuenenda. We see at this time, Tunaona wakati huu Saul the king Sauli mfalme and the entire family of the Israelite na jamii nzima ya wana wa Israeli had been attacked by the Philistines. walikuwa wameshambuliwa na Wafilisti. And the Bible says Na Biblia inasema in the book of 1 Samuel katika kitabu cha Samueli wa chapter kwanza 14, 14, Saul Sauli and his men na watu wake were resting. walikuwa They wanapumzika, had run away. walikuwa wamekimbia, They have been worn out. walikuwa wameishiwa na nguvu, And they were so demoralized. na walikuwa wamedunishwa kabisa. And we see them strong, and they are able to attack us. So we shall deprive them of all their ability, even to make swords. Kwa kuwa Wafilisti walisema Waibrahimu wasije wakajinyizia panga au mkuki, lakini Waisraeli wote hushuka kwa Wafilisti. Verse 20 says, "So all the Israel went down to the Philistine to have their plowshares, mattocks, axes, and shingles sharpened." 20 nasema lakini Waisraeli wote hushuka kwa Wafilisti ili kunoa kila mtu jembe lake au muundo wake na shoka lake. So we see the Israel, they were there in the land of promise, Tunaona wana wa Israeli walikuwa pale katika nchi but ya ahadi, so much has been deprived of them. lakini kuna mengi walikuwa Even the wamepokonywa, ability to make their own plowshare. hata uwezo wa kuwa na vitu vyao vya That kunoa. means they could not cultivate their land Hawangeweza kuuza mashamba yao because they could not make plowshare, majembe, kwa sababu hawangekuwa na majembe, vifaa vya even kulima, mattocks, hata even hata shoka, axes. hata shoka. They could not split wood for cooking, Hawangeweza kupata kuni kwa sababu ya kupika, even shingles.
hata that they hawangeweza were used to harvest wheat. ambazo walikuwa wanatumia kuweza kuvuna ngano. So verse 22 is very pathetic. 22 ni ya huzuni The sana. day of battle when it came, Hata siku ya vita ilipofika, not a soldier with Saul, and Jonathan had a sword. hakukuonekana mtu yeyote miongoni mwa watu waliokuwa pamoja na Sauli na Yonathani Only aliyekuwa na Saul upanga. and his son Jonathan had a sword each. So Yes. there were only 2 swords. Ni Sauli tu na naye mwenyewe waliokuwa na vifaa hivyo. So we see the children of Israel, Tunaona wana they wa are in the Israeli promised land, walikuwa katika nchi ya but the ahadi, enemy has come, lakini adui amekuja, deprived them of amewapokonya their right, haki zao, has come and deprived them amekuja na kuwapokonya all the abilities. uweza wote. Don't forget, at this time, Usisahau wakati huu God had just rejected King Saul. Mungu tayari alikuwa amemkataa mfalme So the Sauli. presence of God was not there. Uwepo wa Mungu haukuwepo, And so we see it was a very difficult time. na tunaona ya kwamba ulikuwa ni wakati uliokuwa mgumu And we sana, can see from this scripture, na tunaona kutoka kwa haya the whole maandiko children of Israel, starting from the king and the soldiers, they were, number one, demoralized. wana wote kuanzia mfalme mpaka maaskari wote walikuwa They wamepokonywa, were in fear. walikuwa katika hali ya uoga, They were intimidated. walikuwa wamedunishwa, They could not be able to move out because they hawangeweza have been made very helpless. kutoka kwa sababu walikuwa wamefanya watu wasio na msaada. But we thank God for Jonathan. Lakini tunashukuru Mungu kwa In the Yonathani, midst of this great fear, katikati ya uoga huu mkuu, in the midst of this great fear, katikati ya uoga huu, Jonathan rose up Yonathani akainuka and declared a very important statement. na katangaza matamshi yaliyokuwa muhimu sana. Nothing can hinder God Hakuna chochote cha kumzuia from Mungu saving. kutokana na kuokoa. Nothing can hinder God. Hakuna chochote kitamzuilia Let me Mungu. tell you, brethren, Wacha niwaambie wapendwa, you see, where we come from, mahali ambapo we may be tumetoka having this sort of situation. tunaweza kuwa na hali kama We hizi. come from families, Tunatoka kutoka kwa we come jamii, from communities tunatoka kwa watu that number maeneo. one is as if God has forsaken that Na- community. na kwamba jambo la kwanza Mungu ameachana na hiyo For the jamii. children of Israel, Kwa wana wa Israeli is as God has forsaken them ni kana kwamba Mungu aliwaacha because of the sins of the leader Saul, kwa King Saul. sababu ya dhambi za kiongozi wao But we Sauli. know the presence of God was not ministering to the people in Israel at this particular time. Lakini tunajua uwepo wa Mungu hauko kuwahudumia wana wa Israeli wakati huu, Apart one man of God called Prophet Samuel. isipokuwa mtu mmoja wa Mungu ambaye anaitwa And Nabii so Samueli. this young man called Jonathan, Na kwa hivyo huyu kijana aitwaye he is Yonathani now born and brought up in this sort of community sasa amezaliwa na kukuzwa katika where the mazingira presence haya, of God, mahali uwepo wa Mungu, so to speak, is very expensive to come across. ya kusoma ya kwamba ni ya gharama sana kupatana na mambo kama hayo. And we can see all the soldiers, they are on the same platform. Na tunaona askari wale wako katika But hali hiyo. Jonathan Lakini Yonathani rose up in akainuka the midst katikati of that fear. ya huo woga, He rose up in akainuka the midst of that fear. katikati ya huo For this woga. situation had cast a great fear upon the people. Hali hii ilikuwa imesababisha watu wakawa na uoga Not mwingi, only the fear of the Philistines, si tu uoga wa but Wafilisti, also the fear of God. lakini vile vile uoga wa Mungu. You know, when God has abandoned his people, Wakati Mungu amewaacha watu wake, these people are covered by the fear of God. hao watu wanafunikwa na uoga wa Mungu, hofu wa Mungu. That things happen Na mambo in that yanatendeka community katika watu hawa, and people jamii start hiyo, fearing God. watu wanaanza kumwogopa Mungu. In Deuteronomy, Katika Kumbukumbu God la had told the Torati, children of Israel, Mungu alikuwa when amewaambia you wana come wa to Israeli, Canaan, ukifika Kanaani, although you shall eat, ingawaje you shall mtakula, build houses, mtajenga manyumba, but don't forget, lakini it msisahau is the hand of God. ni mkono wa You see, Mungu. when people Wakati watu have a stable life, wamekaa na maisha ya when kustarehe, people wakati watu think that everything is running by their own might, wanafikiria kila jambo linatendeka kwa uwezo wao, that time God releases the fear of God wakati huo Mungu anatiria hofu yake in a way that he breaks down the hedge that covers people. katika njia ambayo Mungu anavunja ukuta ambao unawafunika watu.
And when he does that, Na anapofanya the hayo, devil has a field day in the life of those people. shetani anakuwa na uhuru wa kuwafikia hao watu. Anybody living in that family, Yeyote aishie katika anybody hiyo living in jamii, that community, yeyote ambaye anaishi will katika come watu across hao, things atapatana na at one mambo point or kwa another wakati mmoja au will mwingine, shake him or shake her up itamtikiza akiwa ndugu ama to akiwa remember dada, God. kumkumbuka That's what Mungu. I'm saying, the fear of God. Hivyo ndivyo nasema hofu ya Mungu. And it was in this circumstance Na ilikuwa katika matukio that haya Jonathan kama is Yonadhani hit by the fear of God. akagongwa na uoga wa And this Mungu, fear of God na hii hofu ya Mungu made him start thinking ikasababisha aanze reasonably, kuwaza like a vyema, son of God, kama mwana wa Mungu, like a daughter of God. kama binti wa Mungu. It was a power Ilikuwa ni nguvu that lifted him up ambazo zilimuinua juu from the ground of fear. kutoka kwa hali ya For uoga. when he was in the ground of fear, Tangia alipokuwa katika hali ya surrounded uoga, by this atmosphere, akizingirwa na which I call God hewa forsaken, ambayo inaita Mungu amekuacha, he could not think angeweza like a kuwaza son of God, kama mwana wa like a Mungu, daughter of God. kama binti wa Mungu. But after going through this difficulty, Lakini baada ya kupitia ungumu huu, this son Jonathan huyu mwana Yonadhani rises up. akainuka. Sometimes Wakati mwingi seasons of problems, majira ya shida they shake us up yanatutikiza and they lift us up. na yanatuinua juu. Hallelujah. Haleluya. They detach us with our comfort zone. inatutenganisha na hali yetu ya starehe. When you are in that comfort zone, Unapokuwa katika maeneo ya kustarehe, you are still encamped with fear. ungali una For uoga, at that particular position, kwa sababu katika hali the hiyo enemy is attacking you adui and you anakushambulia don't know what to do. na hujui utafanya nini. But this young man called Jonathan, Lakini huyu kijana aitwaye he Yonadhani rose up akainuka in the midst of that fear, katikati ya huo uoga. and the Bible says Na Biblia one inasema of the things baadhi ya is that jambo his mind was charged ni ya kwamba mawazo yake yakakorogwa with the truth of God. na ukweli wa Mungu. And that is the statement. Na hayo ndiyo matamshi. God, there's nothing that can restrain God Hakuna chochote kinaweza kumzuia from Mungu saving. kutokana na kuokoa. And when you look at the life of Jonathan from that moment, Unapotazama maisha ya Yonadhani the kwa Bible says wakati huo, he moved out Biblia inasema to akatoka accomplish the purposes of God, kutekeleza makusudi which ya were the Mungu, purposes of God. ambayo ilikuwa ni Is makusudi that the ya children Mungu. of Israel should be delivered Ni ya kwamba wana wa Israeli from the wakombolewe hands of the Philistines. kutoka kwa mikono ya Wafilisti. God needed one person Mungu alimhitaji mtu to come mmoja out of that atmosphere of fear, akatoke kwa ile hali ya uoga, that his mind will be charged. mawazo yake And I yakakorogwa. believe in the name of Na Jesus. ninaamini katika jina la Yesu, Most of us has come from communities. wengi wetu wametoka kwa They have jamii, come from families wametoka kwa where the familia power of fear mahali nguvu za uoga dominates zinatawala through evil circumstances. kupitia matukio maovu, Through evil circumstances. kupitia matukio maovu. An example is Jonathan. Mfano nye Yonadhani, We see the circumstances of his father being rejected by God tunaona hali za baba yake akiwa amekataliwa na Mungu made him to suffer. ikamfanya ateseke, And many people are suffering today, na watu wengi wanateseka siku ya leo, not because of their own sins, si kwa sababu ya dhambi zao wenyewe, it's because of the sins of their fathers. ni kwa sababu ya dhambi za baba zao. I want to remind you Nataka kuwakumbusha of another man called Jabez. mtu mwingine aitwaye The Yabesi. Bible records Biblia inanakili in 1 Chronicles chapter 4, katika Mambo ya Nyakati wa kwanza verse 9, 9, the Bible says 9 inasema that Jabez was more honorable than his brothers. kwamba Yabesi alikuwa ameheshimika sana And kuliko his ndugu, mother called him Jabez, na mama yake akamuita saying, Yabesi because I bore him in pain. akisema nilimzaa katika hali ya uchungu. But Jabez called on the God of Israel. Lakini Yabesi akalitia jina la Mungu wa Israeli, He said, oh, that you should bless me. akasema ukaweze kunibariki. The thing is, in that circumstance Jambo lililoko ni ya kwamba katika hali hiyo of pain, ya uchungu, Jabez was able to come out. Yabesi akaweza And kutokea, when he came out, na his alipotokea mind was charged with the truth of God. mawazo yake yakakorogwa na ukweli wa Mungu. Oh, hallelujah. Hallelujah. To call upon the name of God. Kuliitia jina la Mungu.
family evil circumstances, matukio ya jamii they yaliyo maovu always put us kila wakati in a very yanatuweka awkward situation. katika hali iliyo We mbaya. find ourselves in pain. Tunajipata katika hali ya We find uchungu, ourselves suffering, tunajipata tukiteseka, not because of our sins, si kwa sababu ya dhambi but zetu, because of the family sins. lakini ni kwa sababu ya dhambi za jamii. Also, community sins, Vile vile dhambi za they jamii make us to suffer. zinatufanya tuteseke. We all come from different communities. Tunatoka kutoka kwa majamii And tofauti, different communities na jamii may tofauti have different ways zinaweza kuwa na njia tofauti of rebelling against God, za kuasi kwa Mungu, mostly through idolatry. kupitia uabudu wa sanamu. And idolatry Na uabudu wa sanamu releases an atmosphere in that community unawatilia hali katika ile where jamii the presence of God mahali uwepo wa Mungu is not working. haufanyi kazi. When sin is working in a community, Wakati dhambi inafanya the kazi katika judgment of ukoo, God comes upon a community. hukumu ya Mungu inakuja ndani ya huo We ukoo. in Africa, Sisi katika we Afrika understand this much better tunafahamu haya vyema kabisa, because we don't have much generational roots of believing in God. kwa sababu hatuna uongozi mwingi wa katika hali ya But we kuongozwa na have Mungu. a generational root of worshiping Hatuna idols. mizizi ya vizazi ya kuabudu And sanamu. by the time we come to life, Na wakati tunapokuja katika we hali ya come into an uhai, atmosphere of suffering tunafika katika hali ya kuteseka, where the presence of God is not working. hali uwepo wa Mungu haufanyi kazi, And we start suffering even when we were very young. na tunaanza kuteseka hata tunapokuwa wachanga. We start going through pain, Tunaanza kupitia uchungu, but we thank God. lakini tunamshukuru It is Mungu. through that pain Ni kupitia kwa huu that we uchungu are where we are today. tuko mahali tulipo siku ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Where our minds are charged Mahali mawazo yetu with the yanakorogwa truth of the word of God, na ukweli wa neno that la we Mungu, may be free na ili tukaweza kuwa huru from the result of that suffering, kutokana na matukio haya mateso, which is the fear of a human being. ambao ni uoga wa mwanadamu. Jonathan had to overcome Yonathani ilimbidi the ashinde fear of a human being. uoga wa mwanadamu. The other thing that Jonathan had to overcome, Jambo lingine Yonathani alibidi he ashinde, had to overcome ilibidi the ashinde lie of the community. uongo wa jamii. He had to deny Alikuwa akane every lie that has been spoken, kila uongo ambao umenenwa, saying that it is not possible ukisema haiwezekani to get free kuwa na from uhuru the Philistine. kutokana na Wafilisti. Praise the name of the Lord. Jina Bwana lisifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So each one of us Kila mmoja wetu has an opportunity ana fursa nzuri to be able kuweza to be free. kuwa And this huru. is why God Ndiposa called us, imesababisha Mungu that we atuite may be set free na ili tukaweza kuwekwa from huru these evil circumstances. kutokana na matukio haya Like maovu. Jabez, Kama he Yabesi called the name of the Lord. akalitia jina la Like Bwana. Jonathan, Kama he Yonathani was charged with the truth of the word of God. alikorogwa na ukweli wa neno la Mungu. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The other thing I want to bring in this context Jambo lingine nataka kuwaletea katika hali hii, is that God rescued us Mungu yeye alituokoa from the hand of our enemies, kutokana na mikono ya adui zetu, that we may be able to serve him without fear. na ili tukaweza kumtumikia bila uoga. So when you look at Jonathan, Unapomtazama he Yonathani, was not able to serve God because of that fear, hakuweza kumtumikia Mungu kwa sababu ya huo uoga, until he was able to rise up beyond the level of that human fear mpaka aliweza kuinuka zaidi ya kiwango cha that uoga wa came about mwanadamu, because of the circumstances that were surrounding him. ambao kutokana na mambo yaliyokuwa kimzingira, And he made up his mind na akafanya uamuzi to conquer kushinda his world dunia yake, so that he may be able to serve God. na ili akaweza We kumtumikia need Mungu. to come to a point of conquering the world around us. Tunahitajika That's kufika my katika point. maeneo ya We need to kuishinda come to dunia a ambayo point of tuzingira. conquering the world around us. Tunahitajika kufika katika eneo la kuishinda ulimwengu Anything ambao tuzingira. that is Chochote kile speaking the lie of the devil, ambacho kinanena uongo wa we don't need shetani, to agree with it. hatuhitaji kukubaliana nacho. Anything that is saying it is impossible, Chochote kinachosema the haiwezekani, truth of the word of God says, ukweli wa neno la Mungu unasema all things are possible to them that believe. mambo yote yanawezekana kwa wote So I'm on this waaminio. point that you need to conquer Niko katika hali ya kusema unahitaji kushinda the world around you, dunia ambayo because the inakuzingira, world around you kwa sababu dunia will be ikuzingira speaking negative. itakuwa ikinena kinyume.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana The lisifiwe. failures that your parents went through Kutokufaulu ambapo wazazi wako will be walipitia speaking to you. kutakuwa The kukunenea. impossibility that your parents went through, Kutokuwezekana ambako They will be wazazi speaking wako to you. walipitia itakuwa ikikunenea. the impossibility that has worked in your own life, Kutokuwezekana ambako kumefanya kazi they will katika be maisha speaking yako to you negatively. kutakuwa kukunenea kinyume. You need to conquer them Unahitaji kuzishinda like Jonathan kama and Yonathani Jabez. na Yabesi. Hallelujah. Hallelujah. For Jonathan, Maana he Yonathani rose up aliinuka empowered by this word. akatiwa nguvu na There neno is hili. nothing Hakuna can lolote hinder God linaweza kumzuilia Mungu doing. kutenda. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing. Hakuna lolote. These are principles that I really would like us to, I will urge you to adopt. Hii ni kanuni ambayo For ningewasihi you to mkaweza conquer the world kuiga. around you, Kwako kushinda the ulimwengu world na that puts you kuzingira. down. Dunia ambayo inakuweka You chini. want to succeed in your business, Unataka kufaulu katika biashara zako, but you are not succeeding. lakini haufaulu. There are some things that you really cannot explain, Kuna baadhi ya mambo You ambayo want to huwezi move kuelezea. forward Unataka in your ministry. kuendelea mbele katika huduma but yako. there are things that are hindering you. Lakini kuna vitu Some powers vinavyokuzuia. that you really don't understand. Nguvu ambazo huzielewi. Hallelujah. Hallelujah. You need to conquer your world Unahitaji kushinda dunia by the yako truth of the word of God. kwa ukweli wa neno la Mungu. For Jonathan, Kwa he Yonathani said, akasema, there is nothing hakuna that lolote can hinder God. linaweza kumzuilia And I Mungu. say, these are principles Nasema hii ndiyo that kanuni I'll urge you to adopt. nitawasihi There mkaweze is kuiga. nothing impossible. Hakuna There is lisilowezekana. nothing that can stop God Hakuna chochote kinaweza kumzuilia Mungu helping me. kunisaidia. Amen. Amen. There is nothing that can hinder God Hakuna chochote kikumzuilia standing Mungu with me. kusimama pamoja nami. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Why did Jonathan, or rather, why did this happen to Jonathan? Ni kwa nini haya yalitendeka kwa Jonathan? One of the things, Baadhi ya jambo Jonathan refused Yonathani to alikataa think kufikiria and to reason na like kuwaza his father kama Saul. baba yake Sauli. As I said from 1 Samuel chapter 14, Kama jinsi nilivyosema katika Samueli wa kwanza 14, I want to add you one more thing. nataka kuongezea jambo That lingine. even at this time, Hata katika hali wakati huu Saul the king Sauli mfalme had picked up alikuwa amechukua one of the rejected priests mmoja wa kuhani waliokuwa and had wamekataliwa made him to be his priest. na alikuwa amemfanya kuwa kuhani wake. If we look at verse 2, Kitazama 2 1 Samuel chapter 14, Samueli wa kwanza 14. verse 2 and 3 and 4, it says, Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron. With him were about 600 men, among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. He was a son of Ichabod's brother Ahitub, son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh. No one was aware that Jonathan had left. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, my point is to show you Hali yangu ni kuwaonyesha that the priest kuhani who was with Saul the king aliyekuwa na at mfalme that time Sauli wakati ule was from a caste family. alikuwa ametokana na jamii iliyolaaniwa, And just for the sake of people na kwa sababu ya watu who are not aware of what I'm saying, ambao hawaelewi kile I want to show you ninachosema, the scripture in 1 Samuel nataka kuonyesha maandiko katika Samueli wa chapter kwanza 2. 2. Now, God sends a servant to Shiloh. Mungu anamtuma mtumishi kule At this Shilo. particular time, Wakati huu Shiloh was the headquarters Shilo ilikuwa ni makao makuu of the altar of God. ya madhabahu ya Mungu, And the servant of God that was ministering there na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa akitumika was pale called Eli. alikuwa anaitwa Eli. But Eli Lakini Eli was not able to take care of the altar of God. hakuweza kuyashughulikia madhabahu ya Mungu, He allowed his sons akaruhusu to wanao defile the altar. unajisi madhabahu. And from verse 27, the Bible says Na kutoka 27 Biblia that a inasema man of God came to Eli. mtu wa Mungu akamujia Eli, And this is what he said. na hivi ndivyo alivyosema, That this is what the Lord says. Did I not clearly reveal myself to your father's house when they were in Egypt under Pharaoh? I chose your father out of all the tribes of Israel to be my priest, to go up on my altar to burn incense and to wear an ephod in my presence. I also gave your father's house all the offering made with fire by the Israelite. Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? Why do you honor your sons more than me by fattening yourself
on the choice part of the every offering made by my people Israel. Verse 30, very important. Therefore, the Lord, the God of Israel, declares, I promise that your house and your father's house would minister before me forever. But now, the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me, I will disdain. The time is coming when I will cut short your strength and the strength of your father's house, so that there will not be an old man in your father's line, and you will see distress in your dwelling. Although good will be done to Israelite, in your family line there will never be an old man. Every one of you that I do not cut off from my altar will be spared only to blind your eyes with the tears and to grieve your heart, and all your descendants will die in prime of life. Amen. Amen. This I've read because of the next point I'm talking about. Hii nimesoma kwa sababu ya jambo lingine ambalo ninanenea. That we have just read from the book of Samuel, 1 Samuel chapter 14, Tayari tumesoma katika Samueli wa that the kwanza priest 14. Kuhani of Eli wa Eli was called Ahijah. alikuwa anaitwa Ahiya, And he was a great grandson, na alikuwa ni mjukuu, rather he was a son of Ichabod's son. alikuwa mwana wa Ikabodi. And you know Ichabod, Na unajua it is Ikabodi the son that was born ni mtoto aliyezaliwa the day God declared a Siku- curse upon the life of the family of Eli. siku Mungu alipotangaza laana juu ya maisha ya watu And the wa family of Eli was cursed, na jamii ya Eli that none ikalaaniwa. of them will become a priest. Hakuna yote atakayekuwa kuhani. But my point is the end of verse 33. Lakini hali yangu ni ya kwamba mwisho wa In verse 33, 33 then we see the curse of Eli 33 tunaona over laana ya every Eli priest. kuhusu kila The kuhani. Bible says, every one of you that I do not cut off from your altar will be spared only to blind your eyes with tears and to grieve your heart. Now, Sasa we see Ahijah tunamwona Ahiya in the family line of Eli, katika and jamii he's ya Eli, serving Eli. Na- I mean, he's serving Saul and his soldiers. anatumikia Sauli na And askari we see wake, the curse of God na tunaiona laana ya Mungu upon the life of Saul. ikiwa juu ya maisha Now ya there is a Sauli. combination Sasa kuna kuunganishwa of the curse of God ya laana ya in the life Mungu of Saul, katika maisha ya Sauli, and we see another curse of God na tunaona laana nyingine ya upon Mungu the priesthood that is serving at that time. juu ya ukuhani ambao And unatumika the wakati ule. combination of two things Na kushikamanishwa kwa made mambo the mawili circumstances of Jonathan very difficult. ikafanya matukio ya Nathani yakaweza kuwa mabaya, For there was not even a priest kwa sababu hakukuwa hata kuhani who could bring them in the presence of God. ambaye angewaleta katika uwepo For wa the Mungu. priest that was serving Maana kuhani aliyekuwa was called akitumika Ahijah, alikuwa anaitwa and he Ahiya, was a cursed priest. na alikuwa kuhani Don't aliyelaaniwa. forget, I'm talking about these circumstances that we need to Usisahau overcome. kuhusu mambo But ninayosema you unahitaji see, kuyashinda. Jonathan Lakini muone Yonathani Had to come out ilimbidi achipuke of that circumstances kwa mahali matukio hayo and move out. na kuenda nje. This is what is needed for all of us, Hivi ndivyo inavyohitajika kwa kila mmoja to be wetu, able to come out kuweza kutoka for out of these circumstances, kutokana na hali hizi, traditional circumstances, hali za kitamaduni, community circumstances, hali za ukoo, religious circumstances, hali za kidini that we know ambazo that the tunazijua presence of God uwepo wa Mungu cannot work. hauwezi kufanya kazi. I need to repeat again. Nahitaji kurudia tena. You know, people like to come to me that I should pray for them. Unajua watu wanakuja kwangu ati That is niwaombe. very good. Hivyo ni vyema But kabisa. I come to let you understand, Lakini nataka kukufanya for ufahamu God to be able na ili Mungu to charge aweze your mind kukoroga mawazo and yako to guide you and to lead you na kukuelekeza na into victory, kukuongoza that you may be able to serve Him, katika ushindi na ili ukaweza you will kumtumikia. need to come out Unahitaji kutoka physically, spiritually, kimwili, of some kiroho, circumstances, kwa mazingara fulani, religious circumstances, kwa mazingara wa and kidini godly beliefs, na mambo and godly yasiyoamini practices, na matendo yasiyo ya kiungu, so that God may start using you, na ili Mungu aanze so kukutumia, that God may start charging your mind. na ili Mungu aanze kukoroga mawazo yako. This is one great problem Hii ndiyo shida moja kuu that I have. ambayo niliyo nayo. People want to get free. Watu wanataka kuwa They huru, want God to bless them. wanataka Mungu They awabariki, want God to use them. wanataka Mungu They awatumie, want deliverance. wanataka ukombozi, But they don't want to come out of sinful circumstances. hawataki kutoka kwa matukio yaliyo ya dhambi.
Amen. Amen. They don't want to leave their friends. Hawataki kuwaacha That- marafiki zao. They know very well Wanajua vyema that these kabisa people, hao watu they don't live godly hawaishi They are used hali by ya the kiungu, devil wanatumiwa na shetani in their life. katika maisha yao. These people contaminate your life. Hao watu wanachangamana maisha They yako, make your life to be covered with a black sheet wanafanya maisha yako yakafunikwe so that the na presence of shuka God can never nyeusi. be able to work. Na ili uwepo wa Mungu usiweze kufanya Some kazi. religious belief will- Itikadi, imani zingine za will kidini never allow the hazitaruhusu presence of God uwepo wa Mungu to work in your life. kufanya kazi katika maisha For yako. we know Maana there are tunajua many religious beliefs kuna imani nyingi za that are kidini not godly. ambazo sio za kiungu. It is what Paul says. Hivyo Paulo anavyosema, They don't want to acknowledge hawataki kutambua the power of God nguvu za that Mungu works within us. ambazo zinafanya kazi They ndani don't yetu. want to honor Hawataki the kuheshimu power of God. nguvu za They Mungu. don't want to honor Hawataki the kuheshimu word of God. neno la Mungu. They want to do Wanataka kutenda as their heart wills them to do. kama jinsi mioyo yao inavyowaelekeza This is the kufanya. problem God had with the children of Israel. Hii ndio shida Mungu aliyokuwa nayo na wana wa He Israeli. speaks in Jeremiah chapter 7, Ananena katika Yeremia 7 about the children of Israel. kuhusu wana wa Israeli. And may God forbid that it be us today. Mungu aizuilie isiwe sisi siku ya leo. Verse 24. 24. But they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclination of their evil heart. They went backward and not forward. Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si mbele. People want to do what they think is good. Watu wanataka kufanya yale wanayofikiria People ni want to mazuri. do what they think is right. Watu wanataka kufanya yale wanafikiria ni sawa, Even if it is sinful. hata kama ni ya dhambi. So we need to come out of those circumstances Tunahitaji kutoka kwa haya matukio for God to be able to use you na ili Mungu akaweza kukutumia and for God to be able to walk with you. na ili Mungu akaweza kutembea na wewe. Let us not be like the children of Israel Wacha tusiwe kama wana wa who Israeli went led by the stubborn inclination of their heart. ambao waliongozwa na ukosefu wa I mioyo want to yao. do the summary. Nataka I'm talking kumalizia about evil circumstances. na nene kuhusu matukio I maovu. said some of them are within our families. Zingine nimesema ziko katika jamii I yetu, said some of them are within our communities. zingine ziko katika ukoo I wetu, said some of them are in our religion. zingine ziko katika dhehebu zetu, Udini rather. dini. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. There are areas that we need ourselves to move out, Kuna maeneo ambayo tunahitajika sisi tukaweza kujitoa like Jonathan, kama Yonadhani, so that the power of God will start working in our life. na ili nguvu za Mungu zikaweza People kufanya want kazi to katika maisha minister yetu. to God. Watu lazima wahudumie People Mungu. want to be good intercessors. Watu wanataka kuwa waombezi People want wazuri. to be good pastors. Watu wanataka kuwa wachungaji But wazuri. you cannot be able Lakini hawezi to work kufanya in the midst katikati of caste priesthood. ukuhani uliolaaniwa. You cannot be able to function Hauwezi kutenda within vyema that atmosphere. katika hali ya aina hiyo. You cannot be able to function godly. Hauwezi kutenda katika hali ya uungu. So we need to make a concerted effort. Tunahitaji kufanya juhudi. Did you hear what I said? Tunahitaji kufanya juhudi. Concerted effort. Juhudi It is me, ni mimi, it is you ni who wewe makes a decision. ambaye anafanya uamuzi. For the Bible says Maana Biblia inasema that Jonathan Yonadhani made up his mind and he akafanya said, let us go. akafanya uamuzi, Let akasema us tuenende. go. Tuenende. Let us come out of this place. Tutoke maeneo haya. And we read the Bible says, Na tunasoma Biblia even his inasema father Saul did not know hata baba yake Sauli that hakujua Jonathan had left. ya kwamba Yonadhani alikuwa ameondoka. They never knew. Hao hawakujua. So Jonathan never informed anybody. Yonadhani hakumjulisha He only yoyote. told his armor bearer. Alimwambia mbebaji He made a silaha, concerted effort akafanya juhudi lake mwenyewe even to climb. hata kupanda. Verse 13.
13 of 1 Samuel chapter 14, Samueli wa kwanza the 14, Bible says, Biblia inasema Jonathan climbed up Yonathani akapanda using juu his hands and his feet kwa mikono na miguu with his yake, armor bearer right behind na him. mchukua silaha nyuma yake, And the Philistine fell before Jonathan, na hao watu wakaanguka and mbele ya his Yonathani, armor bearer followed and killed behind him. na huo mchukua silaha zake In that akawaua first attack, nyuma yake. Katika mashambulizi ya Jonathan kwanza, and his armor bearer Yonathani na baba wa silaha killed wake some 20 men akawaua watu in an area of 20 about half an acre. katika maeneo nusu ya kiwanja. I'm reading this scripture for you to see Ninasoma haya maandiko kwako this point uone of concerted effort. hiyo hali ya juhudi zako He made mwenyewe, up his mind. akafanya uamuzi. Let me tell you something. Kwanza niwaambie kitu, You may like to be free, unaweza penda kuwa huru, but you must make a concerted effort lakini lazima ufanye to juhudi yako come mwenyewe out of them, kutoka ndani as yao, the Bible says, kama Biblia so that inasema, you may not be destroyed together with them. na ili usiangamizwe pamoja nao. God can only operate with you. Mungu anaweza kufanya kazi God pamoja can nawe. only use you Mungu anaweza kukutumia when you tu are wewe out unapokuwa of nje these evil circumstances. ya mazingara haya maovu. Amen. Amen. Jonathan, for Yonathani him to attain victory, kwake kupokea he ushindi had to come out. ilibidi atoke. For Jabez, Kwa he Yabesi has to call upon the name of the Lord. ilibidi alitie jina la Bwana. For Jonathan, Kwa we Yonathani see the great result tunaona matokeo makuu in verse 15. katika That 15. panic struck the whole army, those in the camp, those in the field, and those in the outpost, and the raiding parties, and the ground shook. It was a panic sent by God. Ilikuwa ni tetemeko ambayo ilikuwa imetumwa na Mungu. If we want to serve God, Kama unataka kumtumikia Mungu, we need to shake the ground around us. tunahitaji kutetemesha miti This iliyo maeneo is yetu. the thing that will distinguish us Hii ndilo jambo ambalo from every litatofautisha other believer. kutokana na mwaminio There mwingine. must be something Lazima kuwe kuna that can kitu shake the world. ambacho There kitatingisa must be an dunia. evidence. Lazima kuwe na uthibitisho. We are all Christians. Sisi wote ni We Wakristo, are under one God. tuko chini ya But I Mungu want to mmoja. let you know Nataka kuwafanya that mjue things, the outcome is not the same matokeo sio for sawa all of us. kwetu sisi wote. There are distinctions Kuna tofauti between us and the people kati yetu na that watu move out. ambao wanatoka. We are all saved together, Sisi zote washed tumeokoka by the pamoja, blood of Jesus, tumesafishwa na but damu we ya have a Yesu, personal responsibility lakini tuna majukumu ya to learn to kibinafsi move out. kuamua We have a kuondoka. personal responsibility Tuna majukumu kibinafsi to make concerted effort kufanya juhudi ya to come out kibinafsi of situations kutoka kwa hali fulani that we know very well ambazo tunazijua vyema that the devil is working, ya kwamba shetani anafanya kazi, that we may be able to receive the victory. na ili ukaweza kupokea I ushindi. like this scripture. Napenda maandiko That haya. panic struck the camp of the enemy. Tetemeko When likaingia we katika come kambi la out, adui. Tunapotoka, One thing that happened jambo moja is that takalotendeka the fear of God ni hofu ya comes Mungu upon our enemy, itakuja juu ya adui and the zetu, panic of God na tetemeko la comes upon Mungu our enemy. itakuja juu ya adui zetu. It is a panic that is sent by Ni God. tetemeko linalotumwa na Mungu. Oh, hallelujah. Haleluya! How I pray Jinsi that ninavyoomba this week jumba will hili be a week litakuwa ni of a juma shake-up la of every utetemesho ground of your enemy la kila maeneo ya adui yako in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. There Haleluya! are things I would like to pray for you, Kuna mambo ningependa but there are things kukuombea, I may not be able to shake. lakini kuna mambo It naweza will be kushindwa your concerted kutisikiza. effort Ni juhudi zako to move mwenyewe out kutoka of some sinful circumstances kwa hali fulani za dhambi, that God will start moving in your life. na ili Mungu akaanza kutembea katika maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. It's not about me, the pastor. Si kuhusu mimi It's kama not about mchungaji, me, the prophet. sio kuhusu It's mimi not about nabii, me, the apostle. si kuhusu mimi It's mtume, about you. ni kuhusu wewe. That's where I am now. Hapo ndipo nilipo Today sasa. I'm on that point. Siku ya leo niko katika hali Yes, God rescued us ndio Mungu alituokoa that we may come out of that fear. tutokane na uoga. Jesus called Lazarus Yesu akamwita and he said, Lazaro, come out. akamwambia toka. Look at the circumstances of Lazarus. Tazama katika Or hali rather, ya look at these Lazaro. circumstances. Angalia hali. We have a Lazarus Sisi tuna Lazaro who is lying in the grave. ambaye analala kaburini, And in a few minutes, na kwa dakika chache we have another Lazarus tuna Lazaro who is mwingine still in the grave, ambaye angali yako but kwenye he's not kaburi, dead. lakini yeye hajakufa. Jesus has called him out. Yesu amemuita
I repeat again. We Narudia have a tena. Lazarus Tuna Lazaro that is dead in the grave. ambaye amekufa And kaburini, Jesus says, remove the stone. na Yesu akasema ondoa jiwe. Hallelujah. Haleluya, Praise the Lord. Bwana asifiwe. And when the stone is removed, Na wakati jiwe Jesus linapoondolewa, speaks to Lazarus Yesu anamnenea and he Lazaro, said, Lazarus, come out. anamwambia Lazaro njoo. Now at that moment, Sasa katika wakati ule, before he comes out, kabla ya kutoka, there is a Lazarus in the grave kuna Lazaro kaburini that is not dead, ambaye hajakufa but he's not yet out. lakini hajatoka. Although Jesus has called, Ingawa Yesu it was the ameitana, concerted effort of Lazarus, ilikuwa ni juhudi ya although he was kipekee ya bound Lazaro. with the Ingawaje clothes of the dead, alikuwa to amefungwa na try the mavazi ya much he wafu, can be able to do, kujaribu to come out of the aweze grave. kutoka atoka kwa kaburi. maybe. Did you see the picture? Je, unaona hiyo Because if you picha? don't see it, you don't get the next step I'm going. Kama hauoni hautapata hatua nyingine ambayo ninaenenda. Hallelujah. Haleluya. You may be like this Lazarus. Unaweza kuwa kama huyu You are Lazaro. waiting people to come and fish you out. Unagojea watu waje wakutoe. I'm telling you, it Ninawaambia doesn't work like that. haifanyi kazi vile. But this is what people like in Kenya. Lakini hivi ndivyo watu wapendavyo Go Kenya. to the deliverance meeting Enda katika mikutano where ya they are not ukombozi, speaking about sin mahali wanenei or other kuhusu sinful dhambi circumstances. ama hali za dhambi. People will be packed there. Watu watajaa No matter kule. how much money they are told to pay, they will pay. Haijalishi pesa kiasi gani unaambiwa walipe, watalipa. But at Mizpah, Lakini hapa Mispa, I tell you, ninawaambia with the sin, kuna dhambi, and when you are enveloped with a sinful circumstance, na wakati umezingirwa na hali za dhambi, you cannot get the deliverance. hauwezi kupokea ukombozi. You must acknowledge your position. Lazima utambue nafasi yako. Now we look at Lazarus Sasa tunamtazama Lazaro in the grave, ndani ya but kaburi, Jesus have just called him out, lakini tayari Yesu amemuita nje, but he's not coming out. lakini yeye hatoki. There are few minutes Kuna dakika chache before he comes out, kabla yake but kutoka, soon and very soon, lakini hivi karibuni a risen Lazarus is coming out. Lazaro aliyefufuka akatoka. It depended on his own concerted effort. Ilitegemea juhudi zake mwenyewe. Amen. Amen. Nobody went to bring him out. Hakuna yeyote aliyeenda kumtoa. Jesus said, Lazarus, come out. Yesu akamwita Lazaro, toka. It was his effort. Ilikuwa ni It juhudi depended on him. zake, ilitegemea If yeye. Jonathan did not do it, Kama Yonathani hangefanya, he will not be free, hangeweza kuwa huru, and his generation will not be free. na vizazi vyake havingekuwa huru. If Lazarus could not come out, Kama Lazaro hangetoka, oh hallelujah, haleluya, he will not be free. hangekuwa huru. But the next step is wonderful. Lakini hatua nyingine Now ni Jesus ajabu. says to the people, Sasa Yesu anawaambia watu, untie him. mfungueni. That is now the position Hiyo ndio of nafasi the sasa apostolic, ya utume. of me and Hudson. Mimi na Hudson We are saying, you are out, tunasema uko nje, untie him. mfungue. So you can check yourself, where are you? Jichunguze uko wapi. The dead Lazarus in the grave, Lazaro aliyekufa kaburini the Lazarus that is lying in the grave, na Lazaro ambaye analala kaburini. he is alive, Yeye ako hai, but he doesn't want to work for his life, through his life. lakini hataki kufanyia kazi maisha yake. I like that Kiswahili. Hataki kufanyia kazi maisha yake. He doesn't want to work through his life. Hataki kufanyia kazi maisha yake. He doesn't want to recognize where he is. Hataki kutambua mahali alipo. He pretends as if he has not heard Jesus. Anajifanya kana kwamba It's hajamsikia as if you Yesu. don't understand what I'm talking about. Ni Eh? kana kwamba But you huelewi understand. kinanena, lakini But unaelewa. I want to tell you, if you want to remain in the grave, you remain in the Nataka grave. kuambia kama unataka kubaki kwenye For our kaburi, position baki is kwa not in the kaburi. grave. Nafasi yetu sio katika When kaburi. you work it on yourself, Unapojifanyia kazi wewe then a mwenyewe, man of God hatimaye mtu will wa say, Mungu untie him. atasema mfungueni yeye. You know, we are disciples of Pastor George. Unajua sisi ni And wanafunzi one of wa the phrases mchungaji that we received from George. Pastor George, Na kitu kimoja tulipokea is kutoka kwa loose. mchungaji George. Fungua, you always hear Hudson say, loose and let go. funguka na You wachilia hear huru. always me when I'm doing deliverance, loose and let go. Kila wakati utasikia funguka So na we are wachilie commanding the uende. demons to Tunaamuru let you go. mapepo ya ruhusu Just uende. because you have come, Kwa sababu tayari you have umekuja. worked on yourself, Umefanyia kazi mwenyewe. and that's the point of your victory. Na hiyo ndio eneo yako ya ushindi.
That's the point of your victory. Hiyo ndio eneo lako la ushindi. But some people want Jesus Lakini watu wengine to wanataka come Yesu into the grave aje kaburini and knock them. na wagonga Say, ngonga. Lazarus, Lazaro, rise up. inuka. Jesus doesn't work in deliverance. He doesn't work like that. Katika ukombozi Yesu afanye kazi vile. Jesus told the people, Yesu akamwambia many people, watu wengi, your faith imani yenu has made you whole. imewafanya kuwa mzima. Another one was told, go and wash yourself. Mwingine at akaambia Siloam. enda ujioshe katika If he didn't do a Siloamu. concerted effort Kama alifanya to juhudi go yake and mwenyewe, wash himself, aende ajisafishe. one day Siku moja I had it rough because we had just physically, I was in Jerusalem, the real nilikuwa na Jerusalem. wakati mgumu kwa sababu tulikuwa I katika was with a team. Yerusalemu. Tulikuwa na kikundi kule Yerusalemu Maybe I harisi. was with Margaret. Tulikuwa I pamoja na think we have Margaret. gone with it to Siloam. You know, Nenda kule it's Siloam. right from, when you're in Jerusalem, it's right on a Kwa hill. Yerusalemu yuko upande wa And I kulia pale remember kwenye when mlima. I'm coming out of the pool and I was going back to Jerusalem on Nilipokuwa foot. nikitoka kwenye It's kisima a big kile, hill. ni mlima It was very tough for me. mkubwa. Ilikuwa uzito Few mgumu minutes kwangu. and my chest was burning hot. Dakika chache na kifua changu kilikuwa That tells you it kinawaka was a moto. very steep and I wanted to walk fast. Ilikuwa inaonekana ni So mrefu sana. na I look at nilitaka this kutembea man kwa who was haraka. told to go and wash. Nikamwona He huyu mtu got aliambia healed aende at Jerusalem. akajisafisha. And he was told to go down in Siloam Alikuwa Yerusalemu to akaambia wash his teremka kule if- Siloamu. and you know, he's going there blind. Na unajua anatembea pale akiwa kipofu. If he didn't go, Kama hangenenda, he will never see. hangeona kamwe Concerted effort. juhudi zake mwenyewe. If you want to be free, Kama unataka kuwa there is huru, a portion. kuna sehemu yako. Hallelujah. Hallelujah. God has called us. Mungu ametuita. Jesus called Lazarus. Yesu akamuita But God Lazaro. has called us Lakini Mungu to ametuita rescue us. tukaomboa. But we need Lakini tunahitaji to acknowledge, to kutambua, move, kutembea, to come out. kutoka. Hallelujah. Hallelujah. And at that point Na katika hali is hii when God is going to send his panic ni wakati Mungu atatuma tetemeko lake into the camp of your enemies. katika kambi ya maadui zako. Oh, hallelujah. Hallelujah. And that's the time so realize something has Wakati happened. huo Sauli aligundua kuna kitu May kimetendeka. people start realizing Watu waanze something is kugundua happening in your life. kuna kitu kinatendeka katika maisha God may yako. want you to become a millionaire, Mungu akataka ukaweze kuwa milionea. but nothing is happening. Lakini kuna kitu There is a kinatendeka. portion that you need to come out. Kuna sehemu unatakikana Maybe it's kutoka. through your giving. Labda ni kutokana na You need kupeana to kwako. give to another level. Unahitaji kutoka kwa kiwango kingine. God would like to expand your family Mungu angependa kupanua and jamii bless your yako. family, Na kubariki that your jamii family yako. may be able to serve God. Na ili jamii yako There are iweze some kumtumikia things you need to Mungu. disconnect from your bigger family. Kuna vitu unahitajika kuvitenganisha kutoka kwa jamii yako kubwa. You know about your family. Unajua kuhusu jamii yenu. There are ceremonies, rituals, and Kuna things like that. sherehe na that you get karamu, involved in. na vitu kama vivyo You ambavyo need to come vinahusika out of them. That's what I'm Unahitaji saying. kutoka ndani In yake, very hivyo clear ndivyo language. nasema. There are some things you need to Kwa tell lugha your people, inayoeleweka. this is not me. Full Kuna stop. vitu unahitaji kuambia jamii yenu. You need to mimi work through your sio life. Mimi unahitajika kufanya kazi kuhusu You need maisha to yako. work through your life. Kufanya kazi kupitia There maisha are some yako. things that the devil has caused in your life. Kuna mambo shetani You need to amesababisha tell the devil, katika I maisha know yako. this was wrong, Mwambie shetani but najua haya from this mabaya. moment, Lakini kutoka wakati I'm a new huu, creature. mimi ni kiumbe I'll live kipya. a new life. Nitaishi maisha That's what mapya. I'm talking about. Hivyo ndivyo ninavyonena There are some kuhusu. people who need to turn around. Kuna watu wanahitajika They have been kugeuka. going through sinful life Wamekuwa wakipitia and they maisha ya need to turn dhambi. around Wanahitaji and kugeuka face towards God. na kutazama kumwelekea That is the Mungu. time sign wonders and Huo miracles ni wakati ishara na will miujiza start na working maajabu in your life. yataanza kufanya kazi katika In the maisha mighty yako. name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. There is a season Ni majira that the voice of God Baba, sauti ya is Mungu saying, Lazarus, inasema Lazaro, come out. toka. And after coming out Na baada ya and kutoka, tie him, mfungueni. I declare in Jesus' name Natangaza katika jina la that Yesu. my God Mungu wangu will work through your life atafanya kazi kupitia after maisha you have yako. shown up. Baada ya It was kujidhihirisha. only when Lazarus showed up Ni wakati tu Lazaro that Jesus said, alipojidhihirisha. untie him. Yesu akasema May mfungueni. my God, Heri Mungu wangu. may my God Heri Mungu wangu. command Amuru. the heavens to your support. Mbingu kwa kuwa Let the msaada wako. heaven be sent Wacha mbingu with the power itumwe and authority. na nguvu na mamlaka. May the panic from heaven Wacha tetemeko kutoka strike the mbingu. works of the devil, Vigonge kazi za strike the shetani. camp of the devil. Vigonge kambi ya adui. You have been living in problem Umekuwa ukishiriki in the katika midst shida. of your family, Katikati ya but jamii this yako. is your season Lakini haya ni to majira
Come out in the mighty Kutoka name of katika Jesus. jina kuu la Yesu. This is your season. Haya ni majira yako. God wants us to serve Him Mungu anataka at tumtumikie this altar katika madhabahu haya without fear. bila uoga. God wants us to serve Him Mungu anataka tumtumikie without fear. bila uoga. And God is telling us, Na Mungu anatuambia come out of them. tokeni kati yao. Come out of Tokeni idolatry. kati ya uabudu wa sanamu. Make up your mind Fanya uamuzi which God you are going to serve. ambao Mungu gani utakao Make up your mind Fanya uamuzi which direction you are going to ni go. mwelekeo gani utakao At that uenenda. point, Katika hali I hiyo pray in Jesus' name naomba katika jina la that the Yesu. panic from God Tetemeko may kutoka be kwa sent to your enemies, Mungu, ikatumwa kwa maadui those zako. who have been following you Wale wamekuwa through wakikufuata, diseases, kupitia kwa magonjwa, through death. kupitia kifo. In the mighty name of Jesus, Katika jina kuu la I Yesu, declare ninatangaza the panic of God. hofu ya Mungu. May the ground shake Wacha dunia ititikise. in the mighty name of Katika Jesus. jina kuu la Yesu. May my God strike your ground Wacha Mungu wangu with a aponye panic nchi yako. in the mighty Na name of tetemeko Jesus. katika jina kuu la Yesu. Ancestral curses, Laana za they kimabavu. shall never work again in your life. Hazitafanya kazi tena katika maisha yako. Ancestral bondages, Vifungo they vya shall never work visasi. again in your life. Havitafanya kazi tena The katika sins of the maisha yako. fathers, Dhambi za mababa. they shall never work in your life. Hazitafanya kazi tena katika For maisha we yako. have to serve God. Lazima tumtumikie For we Mungu. have to serve God Lazima tumtumikie in Mungu. holiness. Katika utakatifu. In holiness. Katika utakatifu. And this holiness Na huu utakatifu comes from God. unatokana na Mungu. Comes from God. Unatokana na Comes Mungu. from God. Unatokana na After we Mungu. are free, Baada ya kuwa huru, the holiness of God utakatifu wa Mungu works in our life. unafanya kazi katika maisha yetu. In the name of Jesus, Katika jina la Yesu I declare ninatangaza there is no condemnation hakuna hukumu to them who are in Christ Jesus. walio ndani ya Kristo Yesu. I declare in Jesus' name, Natangaza katika jina la Yesu it's for freedom that Christ has set us free. ni kwa uhuru Kristo ametuweka uhuru. And may this freedom be your portion Na uhuru huu kaweza kuwa na sehemu yako in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. I declare in Jesus' name, Natangaza katika jina la Yesu every evil circumstances, kila hali ya uovu, the sins of the fathers dhambi za mababa will never prevail zitaweza kustahimili upon your life juu ya maisha yako in the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika